Na Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo alipokuwa duniani alitolea mfano kwamba atakayetaka kuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu, katika ulimwengu wa roho, awe kama watoto hawa. Yaani moyo wake uwe kama nani? Kama watoto hawa. Ndio atakayekuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo yule ambaye ni mkubwa lazima moyo wake uwe na tabia za nani? Za watoto. Mtoto ni rahisi kufundishika, humbleness, unyenyekevu, si ndio? Mtoto ni rahisi kuachilia, sio mtu wa kushikilia. Ndo ukubwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kama mimi ni kiongozi wenu, nipo hapa mbele, Mungu amenipa kuwa kiongozi wako wewe na kukulea katika namna ya rohoni. Kama siwezi kusikiza mashauri ya wazee wa kanisa, mashauri ya washirika, kama siwezi kujishusha kwako wewe, inamaanisha najipunguzia nafasi yangu ya ukubwa katika ulimwengu wa roho. Tuko sawa sawa pendwa? Anayetaka kuwa mkubwa miongoni mwa watu katika kundi, basi awe kama mtoto. Kwa hiyo moyo wangu nimwambia Mungu, nifanye moyo wangu kuwa kama mtoto. Hata katikati ya ghadhabu, hata katikati ya hasira, hata katikati ya changamoto, ufanye moyo wangu kuwa kama mtoto. Mlilie Bwana, lala chini, mlilie Bwana hivyo, ili uweze kuchangamana na watu, uweze kuwachukulia watu, uweze kuishi na watu. Ni ngumu kama nini kuishi na wanadamu. Kuna mzee wangu mmoja anasema wanadamu ni nini? Wanadamu ni nini? Ngulumbili. Wangoni wazani wanaelewa maana wanadamu ni ngulumbili. Ngulumbili maana ni wenye miguu miwili. Yaani usishindane na mtu ambaye ana miguu miwili. Kanisa siwe sana. Ni ngumu kuishi na wanadamu, ni ngumu. Inahitaji neema na rehema za Mungu kuchangamana na kuwachukulia watu katika jamii. Ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ombi langu mimi ni Mungu azidi kutupa moyo kama wa watoto. Ijakuwa ni ngumu, narudia tena, ni nini? Ni ngumu. Kwa sababu ya nini? Tumetoka katika jamii fulani, koo na asili fulani. Tumekuwa mpaka tumekuwa watu wazima, tumepata neema ya wokovu. Tumekutana na mambo mengi, si ndio? Malezi tofauti tofauti. Ni ngumu mno. Tunahitaji neema na rehema